Kikubwa hapa ni kwamba mradi umesimama, si ndivyo hivyo jamani? Mnataka mkandarasi arudi, mkandarasi atarudi hapa. Maelekezo ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwangu mimi aliyenikabidhi kazi hii ya kujenga mabarabara na madaraja katika nchi, ameniambia la kwanza ni kuhakikisha kwamba hakuna mradi kiporo utakaobakia, ni lazima yote ikamilike. Kwa hivyo huu ni mradi kiporo, yule mkandarasi atarudi hapa, msiwe na shaka. Naomba muendelee kuamini kwamba serikali haiwezi kupoteza hizi fedha. Hatua hii ambayo tumefika ni hatua kubwa sana. Ukiacha hii hatua, ni hasara kubwa kwa pesa za walipa kodi, wananchi wa taifa hili. Kweli si kweli jamani? Kwa hivyo hatuwezi kufanya mchezo na fedha za wananchi, na tunafanya hii kazi. Tutakamilisha hii barabara, na tukishamaliza kukamilisha hii barabara hapa Isenye, ameniomba tangu Mary wakati tunakuja, anasema barabara iende pamoja na kuweka taa za barabarani, wananchi wafanye shughuli zao usiku na mchana. Hapo vipi? Ili vijana wa bodaboda wafanye kazi zao za bodaboda, wakina mama wa mamalishe wale wafanye biashara zao mpaka usiku, na barabara kazi yake iwe ni kuwarahisishia wananchi namna ya kufika sokoni, namna ya kufika hospitali, watoto wetu namna ya kufika shuleni. Hapo vipi? Kwa hivyo tunataka tubadilishe hali za wananchi kupitia hii barabara. Wekeni imani, Mchina yule atarudi hapa kufanya hii kazi yetu. Kipaumbele cha Rais Dr. Samia kwa ajili ya Serengeti ni kikubwa mno. Huko panabeba uchumi wa taifa letu, si ndivyo jamani? Uchumi wa utalii tunataka tuinue zaidi, tupate pato kubwa na nchi isonge mbele, na mengine makubwa yanakuja, ikiwa ni pamoja na kujenga uwanja wa ndege. Watalii wakija wanashuka hapa, alafu vijana mnapata kazi nyingi sana za kufanya, kusindikiza watalii. Wengine mtauzauza vifaa mbalimbali, wengine watakuwa madereva na kadhalika na kadhalika. Alimradi uchumi utainuka na wananchi mtapata kazi na biashara za kufanya. Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi, sisi kwa kauli ile ya Mheshimiwa Rais ya kuhakikisha kwamba analeta tabasamu, ndio tabasamu la ndugu zangu hawa Tarime litakuja kupitia hii barabara. Asante. Kwa hiyo tunakushukuru, na Mheshimiwa Rais kwa kweli anatupa kipaumbele. Mimi ni kijana wa hapa, ndio, na amenipa imani kubwa sana, ndio. Lakini na wewe ndugu yangu, ndio, umefanya jambo kubwa sana kwenye ziara zako za kwanza kuona kwamba uje hapa kwetu mkoani Mara, hasa Tarime. Ndio. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akutunze haya uliyoyasema, basi sisi tunaamini kwamba yataenda kutokea muda sio mrefu. Thank you. Sambamba na kwamba tunaomba barabara ya Sanzate Nata kwenda mpaka Foti ikamilike, pia tunaomba tupate mkandarasi wa barabara yetu ya kutoka Nata mpaka Mgumu. Ninakuomba sana Mheshimiwa Waziri.